Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa la Mungu, wachungaji, manabii, mitume, wainjilisti na Wakristo wa kawaida, nimekuja hapa kutaka kuwajenga na kuwaimarisha. Mimi ni yule aliyepewa neema na upendeleo. Nikutie moyo, usijihukumu mwenyewe, usijiue mwenyewe, usijinyonge mwenyewe kwa kukata tamaa. Ile roho ya Eliya ambayo Eliya alikata tamaa akaanza kujiombea kufa kwa sababu eti yuko peke yake, watu wengine hawapo, isiwe ndani yako. Biblia inasema jitie nguvu, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Tamani kuishi, tamani kuendelea kulea familia yako, tamani kuendelea kumtumikia Mungu, tamani kuendelea kuwa mfanya biashara, tamani kuendelea kukaa kwenye hicho cheo, kwa sababu vita ni za kawaida, mapambano ni ya kawaida. Na nimekuja hapa niwasaidie wengi, kwamba wengi tumekuwa tukiishi bila kuhakikisha, bila kuthibitisha, kwa sababu waimbaji wamesema, wahubiri wamehubiri kwamba siku za mwanadamu ni miaka 70, mtu akiwa na nguvu ni miaka 80. Basi watu wamekuwa wakiimba wimbo huo bila kurudi kwenye maandiko. Soma kitabu cha Zaburi sura ya 90. Hayo yalikuwa ni maombi ya toba ya Musa alipoona watu wanakufa chini ya miaka 70, chini ya miaka 80. Akaanza kufanya utafiti wa misiba. Marehemu waliokufa asilimia kubwa wamekufa na miaka 50, 40, 60, 70. Alipokuja kuangalia akagundua waliobahatika kuishi kwa umri mkubwa kwa kipindi kile, wakiwa na miaka mingi kwa wakati ule, walikufa wakiwa na miaka 80. Lakini akagundua wanakufa kwa umri mdogo kwa sababu ya dhambi, kwa sababu wamemkosea Mungu, kwa sababu wamemwasi Mungu. Na ndipo akaingia kwenye maombi ya toba, akasema hivi, nimegundua Mungu, tunakufa tukiwa na miaka 70, na waliokufa wakiwa na umri mkubwa wamekufa wakiwa na miaka 80. Mungu, tujulishe kuzihesabu siku zetu. Alikuwa kwenye maombi ya toba. Haimaanishi kwamba umri wetu wa kuishi sisi ni miaka 70. Sio kweli. Sisi umri wa kuishi ni miaka 120. Sisi umri wetu wa kuishi ulishapangwa na Mungu. Kwa hiyo mtu akifa chini ya hapo, ama ni mapenzi ya Mungu ama ni mapungufu yake mwenyewe, kiafya, magonjwa, vita za kiuchawi, amekufa kwa sababu amesababishiwa na mtu na watu. Lakini sisi neema tuliopewa ni miaka 120. Zaburi ya 90 anzia mstari wa kwanza, utaona ni maombi ya toba ya Musa. Nimezungumza kwamba unapopewa nafasi ya kuombea watu, kuwawakilisha watu, ama kuombea kipindi, kufungua ibada, ama kuombea neno, ama kumshukuru Mungu, usianze kuomba maombi ya kusema mimi ni mdudu tu Mungu, mimi ni nani. Unakosea. Huo sio unyenyekevu. Hayo ni maombi ya toba ambayo Daudi aliyaomba. Nimetumiwa vifungu na kijana mmoja anaitwa Joseph, yaani sielewi umri wake ni umri gani, anaongea kwa kujiamini kabisa. Hata huyo Yakobo naye msema katika Isaya 41 walikuwa wamekosea, na ndipo akasema sehemu zingine, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo anasema mwanadamu naye ni mnyama tu, nitamfutilia mbali. Sasa ni kweli wewe ni mnyama? Katika Mwanzo sura ya 6 wewe ni mnyama, ila kwa sababu walikosea, Mungu anasema wewe hauna thamani kubwa kunifikia mimi kama utakuwa umekosea. Ukikosea maana yake tayari thamani yako haipo. Thamani yako wewe ni kama mnyama. Ukikosea thamani yako wewe ni kama mdudu. Nitakufuta tu muda wote ukikosea, ukiniasi, ukinitenda dhambi. Ndio kitu anachokiongea katika Isaya 41. Ndio kitu ambacho Daudi alikuwa naomba katika Zaburi 22. Anasema hivi katika Zaburi 22, Daudi yupo kwenye maombi, anamwomba Mungu. Anasema, Mungu, nimeomba usiku kucha, hunisikilizi, hunijibu. Nimekulilia mchana kutwa, hunisikilizi, hunijibu. Mungu, mimi ni kama mdudu tu mbele zako. Sina jeuri yoyote, sina kiburi chochote, sina namna nyingine ya kuishi pasipo wewe. Ni maombi ya toba. Alikuwa anaomba toba baada ya kuhukumiwa na Mungu kupitia nabii Mikaya kwa alichokifanya kwa Uria. Aliingia kwenye toba akiwa anamwomba Mungu baada ya kupewa adhabu. Ndio maana ya hiyo toba hii. Hayo maombi omba ukiwa peke yako, ukijua unachokiomba wewe. Hata ukijiita mavi sawa, ukijiita mbwa sawa,
ukijiita wewe ni kama kijiti tu, ni kama kidole tu, ni kama kucha tu, sawa, nazungumuza. Usisimame kuomba maombi ukiwakilisha watu ukaanza kusema mimi ni mdudu tu. Acha ujinga huo, acha maombi ya namna hiyo. Watu wana shida tofauti tofauti, watu wana mahitaji tofauti tofauti. Kwa Roho wa Mungu sharti ya kuongoze, ili hakikisha katika maombi yako ya dakika 10, dakika 5, angalau umegusa shida ya kila mmoja, hitaji la kila mmoja. Acha kujiita mbwa, mdudu, mnyama. Wewe si chochote kwenye maombi ambayo sisi tunahitaji majibu. Sisi tunahitaji mtu ambaye ni sura ya Mungu, ni mfano wa Mungu, atuwakilishe kwa Mungu wetu, atupelekee matatizo yetu. Tangu zamani mtu anayechaguliwa kuwakilisha patakatifu pa patakatifu. Zamani hekalu lilikatwa kwenye vipande vitatu. Palikuwa na patakatifu pa patakatifu ambapo mtu kuhani wa Mungu anakuwa anajitakasa kwa mwaka mzima, anajiandaa kwa ajili ya kuingia hapo patakatifu mara moja kwa mwaka. Sasa huyo anajitakasa kwa ajili gani? Asiende madhabahuni pale patakatifu pa patakatifu kama mdudu, asiende kama mnyama. Anaenda kuwakilisha maelfu ya watu wa Israeli, anaenda kuwakilisha mamilioni ya watu wa Israeli, anapeleka shida za Waisraeli. Hasa unaenda patakatifu pa patakatifu, unaanza kusema mimi ni mdudu tu. Mungu anakuelewa kweli? Unaanza kusema mimi sio chochote. Tutakuelewa kweli sisi ambao tumekutuma, tumekwambia ujitakase mwaka mzima? Tutakuelewa? Yaani unaanza kujitakasa madhabahuni patakatifu pa patakatifu, unasema mimi ni mdudu tu, mimi sio chochote. Tutakuelewa? Tumekupa muda wa kujitakasa mwaka mzima. Huo mwaka jitakase. Kama hueleweki, achia wengine wakasimame pale patakatifu watuwakilishe shida zetu. Na kulikuwa na patakatifu ambapo makuhani wengine walikuwa nakaa, na kulikuwa na hema ya kukutania ambao wana wa Israeli wamekusanyika, wanataka shida zao zijibiwe. Afu wewe tuliyekuchagua ujitakase mwaka mzima, unaanza kusema mimi ni mdudu tu, mimi sio chochote. Chinga wewe, chinga kabisa wewe. Unajua thamani yako wewe, unajua mahitaji yetu wewe, unajua kwa nini tumekusanyika nyumbani mwa Bwana, unajua kwa nini tumeacha vitu nyumbani, tumeacha kazi, tumeacha sebule zetu, tumeacha mabiashara, tumekuja nyumbani mwa Bwana. Unajua tunachokihitaji, unaanza kutuambia wewe ni mdudu. Chinga kabisa wewe.